Leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi wa Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu imesikiliza kesi mbili za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Kesi hizo ambazo ya kwanza ilikuwa ni ile kesi ambayo anatuhumiwa kwamba anataka kufanya uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo aliyasema tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na vile kesi ya pili inahusika na swala la kusema kwamba alichapisha taarifa ambazo si sahihi mtandaoni ambazo zinasema maneno mbalimbali kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kesi ya kwanza ilikuja chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga wa hapa Mahakama ya Dar es Salaam, Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam. Na katika hoja hizo mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi mara ya pili mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Sasa katika kesi hiyo kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na upelelezi, bado upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na mawakili wa upande wa mshtakiwa. Na hapo kumbuke ni kesi ya uchunguzi wa awali kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili kwa ni kwamba ambayo iletwa na mahakimu wa utetezi, mawakili wa utetezi, ni kwamba ile mshtakiwa pale kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Mawakili wa utetezi tulipinga kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu asiyekuwa na hatia, na mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba atakiwa anapokuwa kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Kwa hiyo angalau kujenga heshima ya mahakama, lakini amesema maagizo serikali au askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuwaongoza kuhakikisha usalama unakuwepo baada kwamba hata pale mshtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Hakimu akatoa agizo kwamba siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kuweza kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko hapo, lakini baada ya hapo hakimu alituruhusu kuweza kukutana na mteja wetu kwa nusu saa kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu. Ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watuachie ile faragha ambayo tunahitaji kama mawakili na washtakiwa. Mshtakiwa anatakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo kesi ya pili kaitwa ile ya kuchapisha taarifa za uongo. Basi ikawa kesi nayo imesikizwa mbele ya hakimu mfawidhi Muhini, na yenyewe ni kwamba upande leo mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali. Amekubaliana tuna vitu viwili, swala tukuhusiana na majina yake na ni mkazi wa wapi, na kwamba alishikwa akaletwa kwamba kuna siku alishikwa akaja mahakamani kwamba anashtakiwa kwa makosa matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja nyingine 8 mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini na mawakili wake, tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale 10, kwa hiyo mambo 8 yanabishaniwa. Upande wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasipungua 15, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao. Lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeelezwa kwamba kuna mtu alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo taarifa mapema ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa. Upande wa utetezi kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazotumia pindi pale baada ya upelelezi. Upande wa mashtaka utakuwa umemaliza kesi yake, na kama tutaonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi. Coming here, we are with the Lord Chief Justice Emeritus from the Republic of Kenya, the Honorable David Maraga. Before he speaks to the press and to ask any questions, I would like to invite the Secretary General of Chadema to speak. Ndugu wanahabari, nashukuru. Kesi hii ya Mheshimiwa Lissu ni kesi ambayo ina macho ya wapenda haki katika sio Tanzania, jumuiya yote Afrika Mashariki na duniani. Tunafahamu kwamba wako wengine. Hapa tunaye
Jaji mkuu mstaafu Jaji Maraga atasema sababu ya uwepo wake hapa kama observer, lakini sisi kama chama tunawashukuru watu wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na watu wote ambao wamekuja kujumuika na sisi hapa mahakamani. Jaji Maraga, karibu. We have come here to stand in solidarity with the accused person. This is because we are very concerned about the shrinking democratic space in the East African region. We have seen that in Uganda, we have seen it here in Tanzania, and even in Kenya, in one way or the other, we are seeing it coming with kidnapping of young people. We are very concerned about that. And yesterday and even this morning as we came, even actually before we left in Nairobi, and we were sad that can happen. Let observers come. Let observers come. They are not going to obstruct the proceedings. Let observers come and see what is going on. Tanzania is not a closed society. It's open to the world, and in our view, it is in the interest of everybody that the world knows what is happening here. You need investors. Investors need to come here when they know that there is freedom of expression, there is freedom of, the human rights are respected. That's all I can say. We have come very far. We have come very far, like in Kenya, we have come very far. When we see this kind of trends, they are extremely worrying. They are extremely worrying. Saïd Larifou, avocat et observateur. Jina langu ni Said Larifou, ni mwanasheria, ni wakili. Oui, natoka Komoro. Voilà, et Sénégal en France. Na Sénégal, na France. Oui, je tenais absolument à répondre favorablement à cette invitation pour venir exprimer ma solidarité suite aux poursuites engagées à l'encontre du leader de l'opposition tanzanienne. Nimeona ni muhimu nije hapa ili kufuatilia nilivyoalikwa kuja hapa. Nimefurahi kwa sababu imenipa nafasi ya kufuatilia hii kesi ambayo inamhusu kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania. Oui, parce que nous sommes liés par des principes universels, à savoir la démocratie et les libertés. Lorsqu'il s'agit des délits ou bien des crimes politiques, nous sommes tous concernés puisqu'il est question de la démocratie, et c'est pour cette raison que nous tenons à venir absolument prendre part à ce procès. Sisi tunazingatia sana misingi fulani ya demokrasia na uhuru wa mawazo, na kila inapotokea kwamba kuna kesi kama hii tunajua kwamba ni jambo linatuhusu sisi sote.